Leo tumekuja Bweju kumtembelea mkulima Bwana Ramadhan. Bwana Ramadhan ni mkulima wetu mpya huyu. Napokuwa ninavyosema mpya simaanishi kwamba ndio mpya anaanza sasa, lakini ameanza miaka karibuni. Tulikuwa tunawasiliana naye kumpatia huduma za pembejeo, lakini pamoja na taaluma ya uzalishaji wa mazao haya ya kilimo, yakiwemo matikiti, ndimu na mazao mengine. Kwa kweli mkulima ambaye amehamasika na amenufaika sana, na ni mkulima ambaye muda wote anajishughulisha na shughuli hizi, na anapopata tatizo basi anawasiliana na sisi. Na changamoto kubwa ya kwanza ilikuwa ni masuala ya umeme. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais alisikia kilio chao. Umeme umepita hapo, tunauona katika mashamba kabisa, na wanatumia kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini pia tumemsikia mkulima mwenye zile huduma za pembejeo ambazo Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba wapatiwe kwa bei ya ruzuku. Amezipata na zinapatikana muda wote. Kwa hiyo yeye mwenyewe tu hapa anapohitaji wakati wote anafika Cheju anapata mbolea. Kwa kweli tunashukuru sana kwa hili, na tunawashukuru na tunapenda wakulima kama hawa walikuwa wasikivu. Unapotoa tangazo, sema kwamba mbolea zinapatikana sehemu fulani, madawa yanapatikana, basi wanafika na wanazipata kwa wakati. Na sisi wataalamu, sisi Wizara Kilimo tupo kifua mbele katika kuhamasisha wakulima kuhakikisha kwamba wanazalisha mazao haya ili waweze kupatikana hapa kwetu zaidi. Lakini kubwa zaidi, wakulima hawa wamehamasika kuzalisha mwaka mzima. Unajua zamani kwa tunazalisha kwa msimu, kwa hiyo ndio maana mazao mengi yalikuwa yanapatikana katika kipindi kimoja cha msimu. Lakini sasa hivi mwaka mzima mazao haya yatakuwa yanapatikana kutokana na kuhamasika kwa kulima, hasa kutokana na upatikanaji wa miundombinu ya uzalishaji ikiwemo maji, umeme na hizi pembejeo pamoja na ushauri wa kitaalamu unaotolewa na wataalamu wetu.